We shall shame the devil. Bwana pesi. We are going to shame the devil. Kitabu cha Luka, Luke chapter number 2. Luka 2:22. Kuna msomaji? Luka 2:22. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyefungwa mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu wa Bwana, wakamtoe na sadaka, kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, kuwa wawili au wakinda ya njiwa wawili. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hata zilipotimia siku za kutakasika kwake ama kwao, mama yake Yesu, Mariamu na Yusufu walifunga safari wakaenda Yerusalemu kwa ajili ya kupeleka mtoto Yesu kwa ajili ya utakasika ama kutakaso, for dedication, na walikuwa wanatimiza vile ilivyoandikwa katika Torati ya Musa ya kwamba mtoto katika kitabu cha Mambo ya Walawi 12 vile ambavyo inasema kwamba kuna siku ambazo mtoto mzazi ukaa, alafu hizo siku zikitimia mtoto uletwa kanisani kwa ajili ya kuombewa. Bwana pesifa. Kwa hivyo walifanya kutimiza maandiko vile ilivyoandikwa na mtumishi wa Mungu Musa alipoambiwa na Mwenyezi Mungu. Bwana pesifa. Kwa hivyo ikawa ya kwamba ijapo Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hakuna kile ambacho alivunja kwa Torati ya Musa. Biblia inasema ya kwamba alitimiza kama ilivyokuwa imeandikwa katika Torati ya Musa, ya kwamba zitakapotimia siku 33 kwa mtoto kijana, zitakapotimia siku 66 kwa mtoto msichana, na wazazi wakuja na mtoto hekaluni kwa ajili ya utakaso. Amen. Kwa ajili ya utakaso. Yesu hakuwa na makosa, Yesu hakuwa na dhambi, lakini kwa sababu ya sheria, kwa sababu ya Torati ya Musa, anatimiza kwa sababu hangalikuja kuvunja. Mwenyewe anasema ya kwamba sijakuja kuvunja maandiko, sijakuja kubadilisha neno lililoandikwa na Mungu, sijakuja kubadilisha neno lolote, bali nimekuja kulitimiza. Niposa anasema kwamba nimekuja kutimiza. Akaombewa vile Musa alivyoandika ya kwamba na mtoto akaleta katika ukombele ya kuhani kwa ajili ya utakasika. Bwana pesifu. Amen. Biblia inasema ya kwamba na wakaleta njiwa wawili. Bwana pesifu. Amen. Ijapo alikuwa ni Yesu, hakufanyiwa any specialties, bali walitimiza kama mtu wa kawaida tu, lakini alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini alitimiza Torati, alitimiza sheria ambazo Mungu alipea Musa, ya kwamba lazima mtoto anapozaliwa haje mbele ya madhabahu, haje mbele ya kanisa kwa ajili ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana inampendeza Mungu tunapopata watoto wetu, tunapoleta katika madhabahu, tunapowaombea, inakuwa ya kwamba tunatimiza vile maandiko ilivyonena. Haleluya. Mtoto nina ameletwa mbele ya madhabahu na ameletwa kwa ajili ya dedication, na isiwe tu kwamba ameletwa mbele ya Bwana kwa siku ya dedication na akae kwa nyumba. Mmesikia ni mjukuu wa kwanza, wazazi wa mtoto mmesikia, hata labda nyinyi mnijui, lakini unaona nimekatika mpaka jasho likatoka kwa sababu ni mjukuu wa kwanza. Na isikuwe na mgosi mjukuu wa kwanza akuje kanisani. Haleluya. Amen. Sitakuwa picha mbaya. Sitakuwa mwanzo mbaya. Haleluya. Wangu akujiani. Unajua wangu niliambia pastor akasema hawafanyangi vitu kama hizo. Nikawaambia wacheneni nayo. Wangu mwenyewe nitamwekea wakfu. Haleluya. Bwana pesifu. Nikawaambia kama amesema wafanyangi hizo vitu za Musa, mimi bado nafanya mambo ya Musa. Nitawatumia fare
wakuje. Mama kanisa. Haleluya. Acha malize hizo siku. Mtamuona Bwana pesa. Ni wajukuu wa kwanza. Wazazi mpende kanisa. Kwa sababu huyu mtoto msipomleta kanisani mjukuu ni madai mbele ya Bwana. Tumefurahia mjukuu wa kwanza. Alafu mjukuu wa kwanza tena tunamtafuta tumuone. Haleluya. Na umesema uelewa mwalia njeta. Hadi wewe shejalata. Amen. Kama sio Mungu huyu mtoto hata kana amani. Siji mwenyewe mloke wimbo bila wewe tu hatuwezi. Kwa hivyo bila wewe kukaa na huyu mtoto kana nyinyi hatuwezi. Kwa hivyo kama mlikuwa mwingie kanisani huyu mtoto anafanya kwa sababu mimi nitakuwa na claim mtoto. Nitakuwa nasema sioni mjukuu wangu wa kwanza. Hakika niletee mjukuu jameni. Alafu kama uko nyuma mama unakosa tu amani kwa sababu mjukuu basi anataka mjukuu wa kwanza. Mwana wa mbeshi. Kwa hiyo ni kanisa tumeshiwa wewe. Amen. Kwa hivyo wazazi mpende kanisa kupitia kwa mtoto amekuwa ya kufungua kuingia kanisani. Haleluya. Amekuwa kufungua kuingia kanisani. Make sure kwa sababu mumetimiza. Unaona babu amefurahia. Haleluya. Amen. Babu wakikataa chukua kwa mtoto. Ulete. Nenda kwa nyumba sema mimi sitaki mchezo. Shosho kwa mgongo. Leo kwa mtoto sema akifanya mchezo. Huyu mwanaambia hatuwezi fanya mchezo. Bwana pesifu. Lakini wazazi tusiwekee mtoto wakifu na mkae kwa nyumba. Mama wewe ndio unafanyaga Bwana anakuja kanisani. Si ukiangalia upande huu mkono umeanguka huko sana. Kwa hivyo kuja kwa kanisani tutafanya mzaa fanya nini? Haleluya. Na hapa tuko serious. Hapa tuko serious. Kwa hivyo kama ilivyo desturi na isipokuwa ni desturi, huenda labda mlikuwa msema kwamba ni babu aliyetulazimisha, ni nyanya aliyetulazimisha. Nyinyi wenyewe mchukue kujua kwamba bila Mungu hatuwezi. Kuzaa ni rahisi, lakini kulea ni ngori. Kulea ni ngori. Haleluya. Na bila Mungu hatuwezi kulea kwa amani. Kwa hivyo lazima tuweke Mungu mbele. Ndio maana mtoto ameletwa mbele ya madhabahu haya aombewe ili anapoishi, anapokuwa. Bila Mungu hatuwezi. Bila mapenzi yake Mwenyezi Mungu hatuwezi. Shetani anatupiga vita, lakini tunapokea mtoto wakifu tunamtoa katika kasumba ya giza kwa sababu ni sadaka ya utakaso inapoletwa katika madhabahu. Kama kulikuwa na laana ambazo zilikuwa zinaandama mtoto lini, haya madhabahu inavunja hizo laana. Na huyo mtoto sasa analindwa na haya madhabahu. Mambo ya kusema mnaweka uzi kwa mtoto unakosa kuelewa ni uzi gani, haya madhabahu haijui hayo. Haleluya. Mambo ya kuchanya mtoto huyu madhabahu haijui. Damu ya Yesu ndio inalinda. Bila Mungu hatuwezi. Ndio maana mchana wa leo tunaombea mtoto lini. Na sasa wazazi washuhudie, tuwajue, niposa tuwekee mtoto wakifu. Wazazi washuhudie. Ladies first. Hapo microphone nyingine. Amen. Amen. Kwa majina ni sana wewe. Mimi hapa namshukuru kwa mbeleni, namshukuru Mungu kwa kunifikisha hapa. Pia namshukuru kwa kunijalia mtoto wa kike na kunisaidia nikajifungua pia. Sasa ni utukufu ni Mungu. Amen. Amen. Umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Sio tena. Kwa majina ni Derek Skanda. Ndio baba wangu mtoto. Nashukuru Mungu kwanza kwa kupata mtoto. Mungu amenisaidia, hii safari ilikuwa ngumu. Namrudishia shukrani. Pia kwa wazazi, nawarudishia shukrani sana, wamenisikia. Na bado wataendelea kunishikilia. Nayo tu Mungu awabariki. Amen. Ya babu na ongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnasikia sauti? Mnasikia sauti?
Unajua kuna kitu ilinikuja, nikasema sisi wote tumefurahi. Si tumefurahi? Mimi nimefurahi sana kwa sababu sasa mimi napanuka. Nafanya nini? Napanuka. Mimi nilikuwa tu mtu hivi. Mtu hivi. Mimi hata sikujua nitawahi pata mtoto kwanza. Lakini Mungu akanijalia nikapata watoto. Amen. Mungu amenijalia nimepata mjukuu. Unaona sasa? Amen. So ni baraka za ajabu Mungu kunionekania na Mungu kunifanya tu kale kamutu kalikuwa tu kamutu, sasa ni mtu at least. Mimi nashukuru sana siku hii ya leo wapendwa, nashukuru kwa kanisa la Faith. Yaani mna upendo mkubwa, ile upendo ambao mmenionyesha kwa mjukuu wangu huyu. Wapendwa, nimewapenda tu sana. Nimefanya nini? Nimewapenda tu sana. Na ninasema ya kwamba baraka za Mungu, vile Mungu anaponibariki, vile Mungu aliponitoa tu mahali hivi, at least akaniweka mahali. Naomba ya kwamba Mungu aonekanie kila mmoja wenu. Mungu atendee kila mmoja wenu nyinyi vile anavyonitendea mimi. Naomba hilo kuanzia siku ya leo, Mungu aonekanie. Mungu awabariki sana. Amen. Haleluya. Habari za Josh. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni kwamba hata nimrudishie Mwenyezi Mungu shukrani kwa utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nirudishe shukrani kwa wote wale walifika Friday. Mungu awabariki tu sana. Amen. Kuanzia hapo ndio kila kitu kilifunguliwa na mambo imeenda nywe. Sasa shetani analia. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikusudia hayajafanyika. Tumepitisha sherehe kwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuzidi kulitukuza jina lake Bwana, kwa maana yeye ndiye mwenye anatenda, sisi hatuwezi. Ndio maana nilisema hiyo wimbo lazima nitaingia nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na kama angekuwa yeye huyu wewe tungeweza. Haijakuwa safari rahisi. Si nyepesi vile unavyoona. Ni ngumu, lakini Mungu amepitia kati. Mungu amesimama kama Mungu. Amesimama akatutetea kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wao wanasema alicheza kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Shetani wale tusaia na watu hivi anashangaa kwa nini kulienda aje. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe sana. Huyu mjukuu wangu mimi nitakuwa na beba. Wakikatana hata unajua mimi kwa football mchezaji gani anakuanga anakimbia pale. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni striker, sijui ni sasa mimi ni namba 6 kwa hii familia. Mmeona nimechelewa, lakini nilikuwa nacheza mpira kote hadi nikahakikisha hii jamii imefika hapa siku ya leo. Hajakuwa rahisi, lakini kwa uwezo wa Mungu imewezekana. Mjukuu wangu najua kwamba amebarikiwa na atakuwa sijui mwimbaji, sijui atakuwa mama kanisa, atakuwa yote, na nimemtaana kwa madhabahu kwa askofu. Mbarikiwe sana. Asante. Wewe unapoimba wazazi mnafungua mtoto, mambo ninena kitu mbaya kwa mtoto. Ujauzito wanasema haijakuwa rahisi, kuna kutokuwa rahisi, kuna mambo mnapitia, challenges mnapitia.